Tutakaribisha katibu mtendaji kwa niaba kuzungumza. Nani? Bonanza hili la utalii visiwani Pemba linalenga kuifungua zaidi Pemba kwenye mambo mbalimbali ya kiutalii, ikiwa leo ni siku ya kwanza bonanza hili likiwa limefunguliwa kwa mashindano ya ngalawa mara baada ya naibu waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Chande kushuhudia zoezi hili la ufunguzi wa bonanza hili likiwa linahusisha zoezi la mashindano ya ngalawa. Anatoa neno lake na kuzungumza mara baada ya kuyashuhudia hayo na kuzungumza kuhusu bonanza hili na mambo ya utalii. Ripoti za Ayo TV pamoja na millardayo.com tunaripoti kutokea visiwani Pemba. Mimi naitwa Setizday. Ushiriki wa wageni kutoka sehemu mbalimbali mfano ndani ya Afrika Mashariki ni kuonesha dhahiri kwamba sekta ya utalii imejipanga vyema katika shughuli hii ya tamasha letu hili na kutangaza utalii wetu. Nataka niwaambie utamaduni wetu tulionao peke yake unatosha kuwa ni utalii na ni kivutio kizuri kabisa. Bahati nzuri Wanapemba lakini Watanzania kwa jumla wakizaliwa tu wao ni wakarimu, na ndio maana tunapoenda nchi za nje walio wengi wanatupongeza kwamba Tanzania mko namba moja katika suala la ukarimu. Hongereni sana. Katika mambo ambayo ni ya kujivunia kabisa ni ustaarabu uliopo pamoja na ukarimu ambao Mungu ametujalia. Kama tulivyoandika Visit Zanzibar, ni sehemu pia ya uwekezaji. Kwa hiyo nitoe wito kwa wawekezaji wote wa ndani na nje kuja kuwekeza katika visiwa vyetu kwa ajili ya kuendeleza uchumi wetu, lakini pia kukuza ajira za vijana wetu. Niwaambie, tunao watu wenye uwezo wengi sana ambao wanatoka visiwa hivi vya Zanzibar, wamewekeza sehemu mbalimbali. Ni vyema kabisa kuja kuwekeza ndani ya visiwa vyao, kwa sababu wahenga wanasema kilio kina mwenyewe. Kama wewe unalia na jambo lako mwenyewe linakuwa na haiba kubwa sana. Na Pemba ni nyumbani, njoo uwekeze ndani ili na wageni nao wavutike kuja kuwekeza. Tusiwe siku zote tunakuwa na ile utamaduni wa kwenda kuwekeza nje ya nchi wakati nyumbani ni nyumbani. Na lengo ni kufungua kisiwa cha Pemba kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kama leo tumeona hili bonanza linajiakisi katika masuala hayo mawili, mchezo na utamaduni, na ndio maana linaitwa Pemba Tourist Sports and Cultural Bonanza. Michezo mbalimbali ya asili, ngoma za asili, vyakula vya Pemba vitaonyeshwa na wananchi wanapata fursa ya wananchi na wageni watapata fursa ya kuvionja na kutambua utamu wa vyakula vya Pemba. Wananchi wa Pemba pia wanahitaji kupata elimu ya uhifadhi na kutambua pia fursa na vivutio vilivyopo katika hifadhi za taifa. Tumeiona hiyo fursa. Wakazi wa Pemba kwanza ni wakarimu, lakini mazingira ya Pemba ni mazuri, yako bado yana uasili wake, na vivutio vipo vingi ambavyo bado vingine havijatangazwa ipasavyo. Kwa hiyo tukiungana kwa pamoja tunaona ni fursa kubwa, kwanza kuviibua vile ambavyo havijajulikana sana, lakini pia kuvitangaza kwa pamoja ili tuweze kutangaza utalii kwa pamoja.